taarifa zinaeleza ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ya kwamba Simba wako na mpango wa kumtoa kwa mkopo kijana wao Ladak Chasambi, na timu ambayo iko tayari kumpokea kwa mkopo ni Pamba Jiji ya kule Mwanza. Nipata uzuri Ikumbukwe Ladak Chasambi ameingia mwezi Januari kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na wakati anasajiliwa Januari litafsirika kama miongoni mwa wachezaji wenye vipaji vikubwa sana na wachezaji ambao wanaweza kufanya makubwa kama utapewa muda kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tuanze na kwako Katalambula Yusufu. Je, ni nyakati sahihi za Ladak Chasambi kutolewa kwa mkopo na kuelekea huko kwenye timu ambayo iko tayari Pamba Jiji, ama Simba walitakiwa kuwa na subira kwa kijana huyu ambaye litafsirika kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wana kipawa ama kipaji kikubwa mno ndani yake? Nimeipenda sana hiyo taarifa kwa sababu inakuja kucement kile ambacho nilikiongea kwenye segment ya jana kuhusu Bakari Msimu. Tulikuwepo pamoja na Linga Mfaume tukizungumza kuhusiana na sajili ambazo zinafanywa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Nikasema kwamba hawa wachezaji wa ndani ambao wanasajiliwa sio tu kwamba wanasajiliwa ili waje kuibeba Simba, bali wakati mwingine wanasajiliwa kama kuwa chambo ya kuweza kuwapata wachezaji waliokuwa wazuri. Leo hii Ladak Chasambi wanamtoa kwa mkopo kwenda Pamba Jiji kwa sababu kuna mchezaji ambaye anamtaka, ambaye ni Kevin Nation. Simba alifanya hivyo kwa JKT Tanzania, wakampeleka Sareka Labaka, wakampata Yakubu Suleiman pamoja na Wilson Nangu. Kwa hiyo ni chambo ambayo imepelekwa pale ili waweze kumpata mchezaji Kevin Nation. Lakini pia hata Bakari Msimu ambaye umekamilika usajili wake kutoka Coastal Union, naamini ndani ya msimu mmoja au misimu miwili anaweza kaa chambo ya kumpata mchezaji mwingine. Kwa hiyo hii imekuwa kawaida hata kwa Young Africans, ili kumpata Damaro chambo ilikuwa ni Ofen Chikola. Kwa hiyo kwangu mimi ni kitu kizuri kwa mchezaji mwenyewe, kwa maana Ladak Chasambi amepata muda wa kwenda kujitathmini, kuona yupo wapi, na ili mchezaji ufanye vizuri lazima uumizwe pia na mafanikio ya mwenzio kwa nia njema, kwa maana walikuja wote na Edwin Barua, lakini leo tunamzungumzia Edwin Barua anacheza huko nje ya mipaka ya Tanzania, lakini yeye bado yupo ndani. Na nafikiri labda lile kosa ambalo alilifanya, pengine labda kujifunga dhidi ya Fountain Gate, pengine labda limepunguza morali, lakini pia alipitia katika ile saga yake ya kusema kwamba role model wake ni Maxim Pia Zengeli, alionekana kutengwa. Kwa hiyo hivi vitu viwili nafikiri vilichangia sana kushusha kipaji chake. Kwa hiyo kuendelea kukaa pale Simba, kuta Simba na pressure muda wote anahitaji kupata matokeo, imeongeza wachezaji wengi kina Anis Teura, Cletus Tota Chama, Libasegie. Kwa hiyo kwake nafasi itakuwa ngumu sana kucheza. Kwa hiyo ni wakati sahihi yeye kwenda kutoka nje ya Simba, kwenda kufufua tena kipaji chake. Naamini anaweza karudi Simba kaja kwa bora, au inaweza ikawa njia yeye kuondoka kuendelea na vitu vingine. Hii tumeona katika klabu ya Real Madrid, bwana mdogo ambaye alisajiliwa kwa mbwembwe sana kutoka Crefisa ya nchini Brazil. Tunamzungumzia Endrick, ambaye kwa sasa ameenda kwa mkopo katika klabu ya Olympique Lyon ya nchini Ufaransa. Ameenda kula, amefanya vizuri, na taarifa ambazo nipo nazo Jose Mourinho anamwadmire sana Endrick. Kwa hiyo anaweza akarudi katika kosta Real Madrid. Kwa hiyo kwangu mimi taarifa hiyo naona imekuja kusawazisha ama kuweka sawa ama kushindilia kile ambacho nilikizungumza hapo jana, kutokana na sajili ambazo zinafanywa hasa hizi za ndani, kwa maana ndani ya ligi ya NBC Premier League. Lakini Katalambula, wachezaji wengi pia wadogo ama wazawa wa hapa nyumbani wanaotolewa kwa mikopo, na wakati mwingine sio tu wazawa, hata wale ambao wanaokuja kwenye hizi timu Simba na Yanga hawafanyi vyema, wanatolewa kwa mikopo. Imekuwa ni mara chache sana kurejea kwenye timu zao, wengi wanapotea moja kwa moja. Sahihi. Unanipata uzuri hofu yangu ni kwamba huenda Ladak Chasambi alitabiliwa kama kipaji kikubwa na yeye akapotea pia moja kwa moja kama wenzie. Inawezekana sababu hasa unajiuliza ni kwamba huko ambapo wao wamepelekwa ni kwamba wanajitathmini vipi, kwa sababu kila mtu na akili yake, na kila mtu na uongozi ambao anasimamiwa. Kwa hiyo mchezaji unaweza katolewa kwa mkopo huko ambapo umeenda, wengine unapokea vipi hiyo movement? Unaweza ukapelekwa kwa mkopo kwa ajili ya kwenda kujifunza, lakini mtu mwingine anaweza akaenda akaona kawaida tu. Ndo ambavyo unashuka. Mwana French Cola amepelekwa Singida Black Stars kwa mkopo. Singida Black Stars ama TRA utanisawazisha, lakini TRA
Yes, lakini huko alipoenda umeona bado naye ameshindwa kuonyesha amejikuta anaendelea kusugua kwa maana kukaa bench. Kwa hiyo kwangu mimi inategemea na mchezaji mwenyewe ameipokeaje hiyo hali. Kama utaipokea kwa ajili ya kujifunza, basi utarudi. Leo hii Saleh Karabaka anarudi katika kosi cha Simba kwa sababu ameenda JKT Tanzania, ameona kwamba nimekuja huku kwa ajili ya kujifunza, kuonyesha kwamba na kitu ambacho naweza nikakifanya. Kweli ameonyesha, na msimu huu kimalizika, bwana mdogo anarudi katika kosi cha Simba. Kwa hiyo itategemea na yeye Ladha Sambi ameipokeaje hiyo hali. Kama ataipokea kwenye negative, basi mambo yataenda vile ambavyo yamepokea, lakini kama ataona ni sehemu ya yeye kwenda kujifunza, basi naamini naweza ikawa ni kitu kizuri na akarudi, kwa sababu sijawahi kuwa na shaka na uwezo aliokuwa nao yeye Ladha Sambi. Yeah. Okay. Bana, sawa Yusufu Katalambula, ni mawazo yako, mtazamo wako, lakini na uchambuzi mzuri kweli kweli kuhusu kijana Ladha Sambi, ambapo klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamedhamiria ama wamepanga kumuondoa kwa mkopo kutoka kwenye timu hiyo na kuelekea pia kwenye timu nyingine, lakini inaonyesha kwamba vijana wa kule Mwanza wako tayari kumpokea. Laliga Mfaume, mtazamo wako wewe umekaaje kwenye hili la kijana huyu Ladha Sambi kutokea MT wa Sugar kwa mbwembwe nyingi kweli kweli mpaka katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Leo hii taarifa ndio hizo zinaeleza kwamba anakwenda kule Mwanza kwenye timu ya Pamba. Of course nimesikia hapa za ndani kutoka kwa Katalambula. Yes. Nikasema labda kama ndo kweli. Basi ananiambia kwamba Kevin Nasho yani Simba wanamtoa Ladha Sambi kama chambo ili kumpata Kevin Nasho. Okay. Kama ndo hivyo of course yani sijajua kwa nini. Yani sijajua kwa nini wanadili kumtoa mchezaji mzuri kwa ajili ya kumpata Kevin Nasho. Lakini Kevin Nasho naye ni mchezaji mzuri. Naangalia kwenye eneo la kiungo la Simba. Yeah. Yani kwa sasa hivi Kevin Nasho yani anaenda kuchukua nafasi ya nani? Kwa sababu nimemwangalia Kagoma, the way anavyocheza Kagoma. Kevin Nasho of course ni mchezaji ambaye nikimtathmini kwa haraka ni aina ya kina Kamara fulani hivi. Nabi Kamara wa Simba. Yani yuko katika eneo la midfield, ni mchezaji ambaye anaweza kudance with the ball. Unaelewa, ni mchezaji ambaye ukimpa mpira acheze danadana nini hivi, skills anaweza. Lakini impact ya mchezo wachezaji wengi sana wanakosa, hasa hata wa Kitanzania mara nyingi. Lakini sio tu wa Kitanzania, wachezaji wengi Afrika ni kwa sababu wanakosa game nyingi wakiwa katika umri mdogo. Of course nimemwona Kevin Nasho akiwa mtoto kipindi kile ya Serengeti Boys nadhani alikuwa anacheza, lakini ukiangalia misingi yake tangu nyuma alikotoka, sidhani mpaka anakuja Serengeti Boys na kuanza kusajiliwa kwenye ligi kuu, sidhani kama amepata game time ambayo kisheria au kisayansi inahitajika. Kwa hiyo wanakosa ile impact ya moja kwa moja kwenye mchezo. Of course ni mchezaji ambaye ukimpa mpira ni kama alivyokuwa Ajibu Migomba. Yani ni mchezaji ambaye anaweza kule kucheza na mpira, control milala, lakini sasa impact sasa kwenye mchezo kwamba bwana game hii ibebe mgongoni, wewe kama kiungo namba 6 holding midfielder tumeelemewa hapa. Amua sasa wewe mchezaji, tunafanyeje? Of course tunakuwa pressed, umeelewa? Tunataka tucheze under pressure, tukomboe act as a boss katika eneo la midfield, umeelewa? Kevin Nasho ni kitu ambacho huwa anakikosa sana. Okay. So for me kumtoa Sambi na kwa sababu replacement ya Kevin Nasho. For me naamini kunahitaji lishafo kubwa sana kwenye idara ya usajili ya Simba, hasa technical scout ambao wanasajili wachezaji. Hapo wamekosea. Lakini kumtoa Sambi kwenda Pamba, of course ni kwa sababu naamini tu labda mchezaji mwenyewe ndo kapush. Yani yeye ndo kasaba, yani ndo kahitaji atoke. Umeelewa? Kwa sababu ya kuitetea career yake. Ukimwangalia bwana mdogo ni mchezaji mzuri sana. Umeelewa? Ni mchezaji mzuri. Kukaa Simba anakuwa bench maker. Career yake unaona iko wapi? Bora aende kwa mkopo acheze. Umeelewa? Acheze, labda baadaye anaweza akahitajika. Kwa mfano Kibabage, umeelewa? Alikuwa sehemu fulani sasa tunaona simu ambayo imejipata. Kwa hiyo maybe Sambi anaweza akatoka akaenda Pamba. Ikawa ndo mwanzo wa kuonekana na timu nyingine. Okay. Umeelewa? Kwa hiyo mimi naamini kumwacha Sambi, sidhani kama Simba wao ndo wameamua, lakini ni pressure kutoka kwa mchezaji mwenyewe. Anahitaji akacheze zaidi kwa sababu ni bwana mdogo bado na career yake. Kwangu mimi naamini, unajua jana nilizungumza kitu hapa. Technical
nikiwaweka hapa wachezaji wawili Chasambi na Alan Okello, for me naamini Chasambi ana technical ability kubwa sana kuliko Okello. Alan Okello na Radak Chasambi. Alafu yani ukiwapima technical ability, umeelewa? Kwangu mimi naamini Chasambi ana uwezo, ni bora zaidi, ana uwezo mkubwa sana kuliko Alan Okello. Alan Okello kwa sasa hivi. Na hii kwa kutumia vigezo vipi? Nimesema cha kwanza ni technical. Yani receiving ya ball, umeelewa? Okay. Angalia ni mchezaji ambaye ukimpa mpira anaweza kucontrol vizuri, lakini dribbling yake iko bora sana. Okay. Lakini Alan Okello ana ubora. Ubora wake upo kwenye sehemu yake. Kwa mfano, kwanza anapewa muda mwingi wa kucheza akiwa Young Africans. Na mimi naamini ni kwa sababu Young Africans waliingia mkataba kwamba Alan Okello akija Young Africans lazima aanze, lazima. Na wewe hauguswi na ubora wake kwamba si bora Okello, ila tu kwa sababu anapata nafasi. Sijasema si bora, ni mchezaji mzuri. Okay. Lakini nimemcompare na Chasambi. Yani Okello versus Chasambi. Nimemcompare. Na kwa nini tumeupata ubora wa Alan Okello kwa sasa hivi? Imagine ndani ya mwezi mmoja amefunga goli 9. Yani hizo goli ambazo zilizokuwa nazo Okello sasa hivi. Okello ana goli ngapi kwenye ligi kuu? Alan Okello Starboy ana goli 11 kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Anafunga ndani ya mwezi mmoja. Mchezaji hatari kweli kweli kwa kutokea kwenye ardhi ya Tanzania. Amekuja hapa ana zaidi ya miezi mingapi? Zaidi ya miezi 6. Lakini huku nyuma hakuwa kufanya vizuri. Anakuja kulizamp kwenye mwezi mmoja anafunga zaidi ya goli ngapi? Goli 9. Kwa nini? Alan Okello alikuwa anapewa nafasi ya kucheza week in week out. Lakini kwa nini upate nafasi ya kucheza kama uwezo wako mbaya na liga? Mkataba ambao Yanga Africans waliingia. Wewe umeona mkataba wa Okello na Yanga? Ni mkataba ambao aliingia. Wameenda kumchukua Uganda, akasema bwana huyu mtoto wetu, umeelewa? Lazima acheze. Week in week, yani game yoyote ile lazima aanze Alan Okello. Na ndio kitu ambacho kimemsaidia. Na imagine hata Chasambi angekuwa ana mkataba kama alikuwa nalo Alan Okello pale Young Africans, kwamba acheze lazima kwenye kila mchezo, mimi naamini tungeuona ubora wa Chasambi. Lakini ilikuwa ni benchmaker. Kwa mfano Young Africans wamemtoa mchezaji kama Nkane. Nkane na Okello unaweza kaweka ni wachezaji ambao maybe hawajatofautiana sana. Ubora wa Nkane, Alan Okello na Nkane na Dennis Nkane weka hivi, unaelewa? Unaona ubora wao haujatofautiana sana. Lakini kwa nini? Mikataba walioingia. Alan Okello ameingia Young Africans acheze. Yani mkataba wake unamlazimisha kwamba wewe unakuja hapa lazima ucheze. Na ndo international players wameweza ku make deal kiasi hicho. Okay. Kwa tofauti na wachezaji wetu wazao. Sisi tunaoa vipaji vyetu wenyewe. Imagine ndani ya miezi yote hiyo iliyopita Young Africans walikuwa wanamvumilia Okello. Bwana mdogo vipi, fresh tu, anabolonga fresh tu. Lakini akajipata. Akawa anafunga bwana mdogo. Umeelewa? Kwa mimi naamini aina mikataba ambayo hawa wachezaji wanaingia, hasa Chasambi. Umeelewa? Chasambi angekuwa anapewa game time kucheza Simba, mimi naamini angekuwa ni mchezaji mzuri sana. Na kwa sababu sio uongo, ameprove kwenye under 20. Unakumbuka misimu miwili anafanya vizuri, alikuwa na Mtibwa. Sasa unafanya vizuri dhidi ya under 20, why kwenye professional player michezo usifanye vizuri? Umeelewa? Mimi naamini kwamba aina tu ya mikataba ambao wanaingia wachezaji hao, yani sasa ni akili sasa inakuja kwamba TFF waje na program ya kulinda wachezaji wadogo, wapewe game time ya kucheza. Yani umemsajili under 20, hakikisha huyo mchezaji hapati chini ya dakika 50 kucheza kwenye timu yako. Kama umemsajili kutoka sehemu nyingine. Kama ni mchezaji ambao umemchukua kwenye akademi yako, sawa, unaweza ukafanya hivyo. Lakini kama umemtoa kwenye timu nyingine, unamleta kwenye timu yako na ni mchezaji ni chini ya miaka 20, basi hakikisha hapati chini ya dakika 50 kwenye timu yako. Tunaweza kulinda vipaji vikubwa sana. Sawa, Katalambule Yusufu, mimi sitamani hili likupite na wewe. Natamani kusikia pia maoni yako japo kidogo. Kwenye sala la Alan Okello kufananishwa Starboy. Yes. Kufananishwa na kijana wetu huyu pia Radak Chasambi. Wote ni wachezaji, wote pia umri wao ni mdogo, lakini ni kweli Alan Okello si bora mbele ya mwamba Radak Chasambi. Lakini pia Laringa amefika mbali. Anakuambia Alan Okello pia na Dennis Nkane. Bado Alan Okello kipaji chake si kikubwa wala si bora dhidi ya Dennis Nkane. Of course naheshimu kile ambacho amekizungumza na Laringa, lakini mpira una pande mbili. Kuna fact na opinion. Fact ni kwenye namba. Kama tukienda kwenye fact, kwenye namba zinambeba Alan Okello.
Lakini kwenye opinion, kila mtu ana opinion yake, na kila mtu ana aina yake, anaupenda mpira wa aina gani. Kuna watu wengine wanapenda TikTok football, kwa hiyo mchezaji ambaye anapiga pasi nyingi kwake ndo anakuwa chaguo lake la kwanza. Lakini kuna wale ambao wanapenda wale mpira kazi. Ndio maana umeona katika World Cup watu wanachagua timu zenye maniga wengi. Utasikia mtu mimi napenda Ufaransa na kadhalika, kutokana na aina ambayo anaupenda, aina mpira ambao anaupenda. Lakini kwangu mimi anaweza nalinga kawa sawa, lakini binafsi kwangu mimi Lada Kichasambi ukimweka na Alan Okello ni bora kwa Lada Kichasambi. The same pia kwa Nkane, nadhani tusimweke kabisa. Nkane ana level zake huko. Lakini kwangu mimi Alan Okello ni bora. Hata kama Alan Okello angekuwa yupo pale Simba, hivi ambavyo anakosa nafasi Lada Kichasambi, nafikiri Alan Okello angekuwa anapata nafasi hata kama angekuwa mzawa. Okay. Kwa hiyo Alan Okello mimi nimeanza kumfuatilia tangu akiwa pale Vipers, tangu ile saga yake anahitajika kwenda Simba. Yes. Unakumbuka alikuwa na Bobos. Ilifika wakati ilikuwa kama misimu miwili hivi Simba walihusishwa naye. Alikuwa anamhitaji. Yes. Alikuwa yeye pamoja na Bobos. Lakini wenye pesa wakaja kamngoa Bobos, wakamngoa na Alan Okello. Bobos de Luanga yuko wapi sasa hivi? Bobos de Luanga fundi kweli huyo. Alienda Misri. Okay. Yes, sijajua msimu kama amerudi, lakini nafikiri bado yupo Misri. Bobos bado yupo Misri. Lakini pia unamzungumzia mchezaji ambaye Simba alikuwa anamtaka sana, ule striker ambaye akaenda China. Aliletwa sana katika Manzoki. Yeah, kwa hiyo ukiona mchezaji kunakuwa na shida kumpata Vipers, basi ujue ni potential. Na ni kweli, ukiona umeenda umegoma umemkosa, basi ujue kuna ofa kubwa na kuja. Ndio maana Bobos akaenda Misri, Alan Okello mwenyewe akaenda nje, huyu naye akaenda China. Baadaye tumeona Alan Okello amerudi. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa nusu msimu ambao namuona Alan Okello na kwa misimu mingi ambao nimemuona Lada Kichasambi, kwa maono yangu na mtazamo wangu, Alan Okello ni bora kuliko Lada Kichasambi. Alan Okello ni bora kuliko Lada Kichasambi, lakini Nalinga Mfaume hataki kuamini kabisa. Nalinga hiyo ya Lada Kichasambi kuwa bora zaidi ya Alan Okello ni takwimu ndo zinasema hivyo, ama ni mtazamo na maoni yako kama Nalinga Mfaume? Unajua ukizungumzia takwimu, yes, tunasema namba yes. Yeah. Ukikaa hapa ukianza kusema Alan Okello kafunga magoli mangapi, ndio lakini ana assist ngapi, ndio of course kwa msimu, lakini pia tutaangalia nafasi alizopata. Okay, sasa hajapata nafasi msimu huu kwenye klabu ya. Kwa nini apati nafasi? Pia swali lingine hilo. Ndio kwa sababu sasa yani ukinielewa vizuri kwamba hapati nafasi kwa sababu ya aina ya mkataba ambao Simba wameingia. Mbali na mkataba, kama mchezaji ana uwezo mkubwa wa kucheza, ina haja gani mkataba kuhusishwa? Si uwezo wake tu unambeba na amefanya vizuri. Ndio maana tunahitaji sasa, yani unajua football sio kama chumvi umeweka kwenye mboga ukapata test pale pale. Yeah. Football ina process zake. Okay. Ndio maana ili upate mchezaji aliyokuwa mzuri, umeelewa, lazima uanze naye kwenye youth development, kwa maana ile children, umeelewa, lakini pia kwenye adolescents pia, yote tunaita youth pale. Kuna hizo pati mbili. Kuna children lakini pia kuna adolescents pale. Kwa hiyo ukimtengeneza mchezaji kwenye hizi level mbili, baadaye kwenye professional unampata mchezaji mzuri, umeelewa? Yeah. Kwa hiyo sasa stage ya football ipo hivyo. Inahitaji muda. Yaani hauwezi tu dakika mbili. Kwa hiyo Alan Okello nimetoka kutoa mfano mzuri hapa. Nimesema ndani ya mwezi mmoja kafunga goli 9. Umeelewa? Kwa nini miezi mingine alikuwa afanye vizuri na klabu ilikuwa inamvumilia? The same thing kwa Chasambi. Yaani Chasambi anaweza kaingizwa kwenye game moja, asipo perform vizuri msimu, yani mechi inayofuata hatopewa nafasi. Si unanielewa? Yeah. Hatopewa. Lakini Alan Okello ni tofauti. Akipewa game moja hajafanya vizuri, atavumiliwa. Game za mwanzoni watu walikuwa wanasubiri kwa hamu goli la Okello. Nadhani imekuja kupatikana kwenye mechi ya 6 goli la Okello. Yeah. Watu walikuwa wanavumilia, umeelewa? Lakini Chasambi akiingia leo asipotoa goli, umeelewa? Hatopata tena nafasi. Ndio nitolee hiyo. Atakuja mchezaji mwingine, watareplace, kama hatoplay watasajili pia kutoka
nje. Lakini mkataba wa Yanga na Alan Okello umeweza kulimit hii, kwa sababu ni mchezaji anajulikana, ni mchezaji ana kiwango kizuri, ana kipaji kizuri sana Alan Okello. Kwa hiyo ili tulinde kipaji chake, lazima tutengeneze mkataba ambao utamruhusu yeye kucheza. Alikuwepo Gift hapa Fred. Yeah. Ni beki mzuri sana. Young Africans wamemuua yule mtoto. Umeelewa? Walikuwa wampi nafasi, kuna Jobu, kuna Baka. Anacheza wapi? Kuna Mwamnyeto anacheza wapi? Wakaona imagine this Fred, kungelikuwa na mkataba kama wala ni Okello unaombeba sasa hivi kwamba kwenye kila mchezo lazima aanze. Kwa mimi naamini yule Fred mpaka sasa hivi Young Africans wangebaki naye. Lakini kocha Sambi Okello ana magoli, ana numbers nyingi, lakini ana dakika za kucheza. Lakini Alan Okello hana dakika za kucheza. Kwa total kwamba numbers zitamfavor nani? Alan Okello, kwa sababu yeye ana dakika za kucheza na ana magoli. Yeah. Umeelewa? Lakini Chasambi hana hizo dakika, hana magoli. Kwa hiyo huwezi kucompare kwa msimu. Yaani kwamba ana magoli mengi, mwenzake hajapata nafasi ya kucheza. Yaani sasa unashindanisha na kitu na hamna. Lakini nikija kitaalamu sasa ndio kiuhalisia. Umeelewa? Hii tunasema ni tactical analysis. Umeelewa? Technical analysis ya mchezaji mwenyewe. Umeelewa? Nikimwangalia pale namuona Chasambi ana uchezaji mzuri kuliko nani? Alan Okello. In terms of skills, umeelewa? Lakini nikimwangalia tactical ability, tactical understanding, umeelewa? Kwamba namna gani timu tunavyocheza kwa pamoja. Chasambi mimi nimeona ngea akiwa under 20 Mtibwa anacheza collective movement na wenzake, umeelewa? Lakini pia ukiangalia namna gani ambavyo anaweza kuact kama captain kwenye timu, umeelewa? Lakini pia leadership, tunasema leadership skills, Chasambi anayo hiyo, lakini tu Simba hapati nafasi ya kucheza. Umeelewa? Ndio hicho pekee. Lakini hivyo vitu vyote kitaalamu zote ambazo nimekuelekea hapa, umeelewa? For me naamini nikimchukua Chasambi nikimweka Okello hapa in terms of tactical awareness, lakini pia technical ability, for me naamini Chasambi iko far better kuliko Alan Okello. Kwa mfano, toa magoli na assist, au tuseme toa magoli ya Chasambi ya nani? Ya bwana mdogo Alan Okello. Toa assist zake kwa mfano. Kitu gani kingine anakuofa wewe? Nimekuuliza swali. Yaani toa assist. Mimi binafsi yupo kwenye final third. Jela huo unaweza kuwa mrefu sana kwa sababu katoa pasi kafunga. Umeelewa? Of course assist kwangu mimi naamini mtu anakupa assist kulingana na alofunga goli. Si ndio? Yes. What if umetoa assist mimi nikapaisha? Sio assist. Kwa assist kwangu mimi ni pasho. Ndio maana hapa sasa tukaanza ku break down number. Tunaona namba kwenye mpira sio kitu. Yaani ukiangalia namba kwenye football unapotea. Umeelewa? Kwa sababu haya tuna count assist. Nimekupa pass, umepaisha. Inakuwa ni assist. Nimetoa pass, umefunga, ni assist. What next? Kwenye nafasi ile. Kwa hiyo kwenye ku break down number kwenye football zitakudanganya. Na ndio maana sisi hapa kama scouting tunachoangalia kikubwa, tunaangalia ni vitu ambavyo vinamjenga mchezaji, sio namba. Yaani siwezi kukaa hapa mimi kwenye football niangalie namba. Kwa mfano niangalie assist, ana assist 10 yule. Ana assist 11. Mfano James Rodriguez anakuwa top scorer wa World Cup 2014 kwa Brazil. Yuko wapi sasa hivi? Na alifunga magoli makali. Lakini timu ambazo walimsajili kama Madrid walishindwa kuangalia ni mchezaji anakuofa kitu gani. Umeelewa? Na kupata uzuri na linga ufaume. Hiyo tunaitwa qualitative analysis. Umeelewa Cisco? Yaani tukiangalia tu quantity kwenye football haikupi chochote. Lakini tukikaa tukizungumzia qualitative analysis tunapata wachezaji wazuri. Umeelewa Cisco? Kwa hiyo for me nikikaa nikimdescribe Chasambi kwenye in terms of qualitative analysis, for me naamini Chasambi anaweza kukupa kitu kizuri sana kuliko Alan Okello. Lakini sasa mkataba ambao Alan Okello ameingia na Yanga ndio unambeba apewe game time nyingi ya kucheza, ndio hicho. Kweli ukimvumilia mtu mvumilivu ula mbivu. Yanga Africans wamemvumilia Okello ndani mwezi mmoja. Imagine yani leo hii ana goli 11. Hizo goli 11 tuzichambue. Chasambi bora kuliko Okello wala imada hii. Kwa mimi naamini of course yani tukikaa tuchambue mpira, afu tuwe na elimu kidogo ya football. Chasambi bora kuliko Alan Okello. Yes. Wala sawa, muda tu utoshi, lakini nilikuwa na mengi sana kukuuliza Nalinga Mfaume juu ya hiki ambacho
tumekianzisha, lakini niseme tu kulingana na muda, wacha na mimi niweke nukta hapo.